Shafi Dauda, nini kinaendelea hapo Houston? Pengine ni mchezo ambao unatazama kwa hisia gani, na pengine tutegemee nini kwa mawazo yako kwenye kile ambacho unakiona kwa ujumla? Tunaendelea na michuano ya fainali za kombe la dunia na mechi zikiendelea kupigwa, na tumeshuhudia matokeo mengi sana ya kustaajabisha. Mechi ni ngumu sana kuzitabiri, uwezo mkubwa sana wa wachezaji mmoja mmoja, uwezo mkubwa sana wa kushangaza kutoka kwa mataifa ambayo wakati yawezekana kabla mashindano hayajaanza yalikuwa yapewi nafasi, lakini mpaka sasa ni ngumu kuweza kujua nani kibonde. Niko mbele yenu na Nadil Halub almaaluf kama Cannavaro. Cannavaro tuko naye kwenye mashindano ya kombe la dunia hapa nchini Marekani, akiwa ni kocha wa timu ya taifa ya Uzbekistan. Uzbekistan. Cannavaro ni kocha wa Uzbekistan. Kwanza tuanzie hapo, umejisikiaje kumwona wajina wako akiwa baada ya kustaafu sasa hivi yuko kwenye bench akiwaongoza watu vijana wengine? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza karibu sana nyumbani hapa. Na ukiangalia mimi mwenyewe kwanza ni kitu ambacho sijaamini kumwona Fabio Cannavaro anakuwa coach wa Uzbekistan, kitu kilichonivutia kwamba timu yake inacheza mpira na nilikajua ni timu ambayo itafungwa goli nyingi sana, lakini sivyo nilivyotegemea. Wameonyesha mpira mzuri, ni timu ambayo hata wakikutana na Ureno au wakikutana na another timu yoyote, mechi itakuwa ngumu. Ni sio timu ya kibonde, sio kama World Cup zilizopita kwamba kila mtu akija anajipigia tu, lakini Uzbekistan wameonyesha ushindani, na umeona mechi waliocheza na Colombia kwamba ameshinda Colombia 3-1, lakini mechi ilikuwa nzuri sana. Leo Brazil wanacheza na Haiti baada ya mechi ya kwanza Brazil na Morocco, sare ya mabao mawili. No, 1-1. Bao moja kwa moja. Dunia nzima ikashangaa, Brazil kiwango kimeshuka au wamekutana na Morocco ilikuwa bora. Unazungumziaje mpaka sasa hivi mashindano yalipofika? Ni kitu gani zaidi ambacho unaona kimekushangaza? Mimi kwa upande wangu, Afrika wameonyesha uwezo mkubwa sana. Timu za Kiafrika wameonyesha uwezo mkubwa sana, sivyo ambavyo tulivyokuwa miaka ya nyuma. Lakini kipindi hichi cha 2026 mimi nasikia na najivunia kwamba Afrika wamejiandaa kiukweli kabisa. Wamekuja kushindana kwa sababu sio Morocco peke yao. Unaweza kuangalia timu kama Congo, unaweza kuangalia timu kama Cape Verde, unaweza kuangalia Ivory Coast, unaweza kuangalia Senegal. Ni timu zote zimeonyesha uwezo kwamba sisi tumekuja kupambana, sio wamekuja kufungwa, wamekuja kupambana. Na nukuu maneno ya Mourinho, one day Afrika wanaweza kachukua trophy. Ni kweli? One day Afrika wanaweza kuchukua trophy. Na mpaka sasa hivi hapa Marekani wakishirikiana na Canada pamoja na Mexico, mashindano unayaonaje? Mashindano ni mazuri. Kwanza Shafini, nataka kuambia kitu kimoja, kama Marekani alikuwa na uwezo wa kuhosti peke yake, ana uwezo huo kwa sababu ana viwanja vingi, umeona, lakini FIFA wamefanya kwa sababu huu ukanda uko karibu, wakaona ni vizuri wakaunganisha kabisa baina ya Canada na Mexico kwa pamoja. Kwanza kumbuka Shafi, Mexico wametoa viwanja vitatu, alafu Canada wametoa viwanja viwili, Marekani haomeni viwanja zaidi ya 9 na kuendelea. Ndio maana kwamba Marekani peke yao walikuwa na uwezo wa kuhost, ila tu ni jambo zuri, wanakuja wageni, wanakuja ndugu zangu tunawaona, na yani nimeenjoy kusema ukweli. Ni kitu ambacho sijawahi kuona World Cup live kama sasa hivi. Nadil, nyumbani Tanzania na kuangalia moja kwa moja kupitia Azam TV ambayo inaonyesha michezo yote 104. Na hivi tunavyozungumza vijana wa Kitanzania na kuona wapo vijana ambao wana ndoto ya kucheza fainali za kombe la dunia. Unahisi inawezekana kwa siku za karibuni kwa vijana wa Kitanzania na timu ya taifa kwa ujumla? Ni misingi tu, kwa sababu hakuna kitu kisiwezekana, kwa sababu sasa hivi kitu kilichonifurahisha kwamba wametupa nafasi nyingi za qualified, yani nafasi 9 na 10 unacheza playoff. Ina maana kwamba uwezo upo, na serikali pamoja na TFF wakiandaa vizuri, nadhani hakuna kitu kisiwezekana. Nadhani misingi tuko chini mpaka juu, tutachukua muda, lakini hakuna kitu kisiwezekana. Na endapo kama tutaqualified World Cup, basi watajua nini raha ya World Cup. Prediction yako ya nani
at least nitajie timu 2-3 ambazo unahisi zitafanya vizuri zaidi kwenye fainali za mwaka huu. Kwa upande gani? Afrika ama? No, kwa upande wa timu zote kwa ujumla. Mimi kwa upande wangu kwanza mimi mwenyewe na support Lionel Messi. Mimi ni Argentina, lakini kwangu mimi ni timu mbili ambazo nazipa nafasi kubwa. France, Argentina. Huyo ni Nadir Haloub almaarufu kama Cannavaro. Nimekutana naye hapa nchini Marekani kwenye fainali za kombe la dunia, nikasema tushare naye atupe mawili matatu kwa namna ambavyo yeye mashindano ameyaona yanaendelea mpaka sasa hivi. Naam, ni mwenzetu Shafi Dauda akiteta jambo na nahodha wa zamani wa timu ya taifa Tanzania Young Africans. Pia anafanana, Ali ulikuwa nahodha pia timu ya taifa kwa hiyo unafanana naye kila kitu kasoro umri. Na sasa hivi wewe uko Tanzania, Nadir makazi yake Marekani. Anaamini kwamba ipo siku timu kutoka Afrika itatwaa taji hili la dunia. Lakini ni wakumbushe tu kwamba ni mahojiano ambayo yalifanyika jana baada ya mchezo, Shafi Dauda akizungumza na Nadir Haloub kwenye mchezo uliomalizika.